akaradidi Biblia, sawa, kutoka kwa lugha tofauti, akaleta akawa ana waandishi tuseme 50 scholars, akaradidi Biblia. Ndio maana akaweka siku ya 25 mwezi wa 12 Yesu iwe kusherehekea kwa Yesu Kristo, na ilikuwa biashara, sawa. Hata huu Kristo wenye unaupigania huu, hata Yesu mwenyewe hajui Kristo ni nini. Mimi nimesoma Biblia nikagundua kwamba hii Ukristo ilianzwa na Paulo kula Antiokia, na jina Ukristo ni jina la kupanga. Unaona? Ndio maana utaona makanisa mengi yamejua siku hizi kuna nini, yamejua ukweli. Ndio maana utapata makanisa mengi, mapasta wao, watu wengi wakubwa kubwa kanisani wanafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, kwa maana wanajua hata huko mbinguni waendi. Wewe mwenyewe fahamu, wewe nikuulize tu swali rahisi, sijui kama unasikia. Unasikia? Sawa. Tunakusikia. Mimi nataka tu nieleze tu vizuri pole pole. Wakati Musa alikuwa kwa jangwa, aliona moto, sijui ilikuwa juu, burning bush, hiyo burning bush ilikuwa nini? Mimi kwa akili yangu yote tangu nianze kusoma Biblia, mimi nilikuwa najua ati ni Mungu. Hiyo burning bush, usome Biblia vizuri bwana, burning bush is not God. Huyu si Mungu bwana, huyu ni shetani. Alikuwa anaongea na Musa kwa Biblia, kulingana na Biblia. Unajua unayo ushahidi kwamba ni shetani? Kwamba nini? Kwamba ni shetani, sio Mungu. Unayo kabisa proof? Una dalili? Hiyo Biblia yako unaisoma vizuri? Hebu nipe andiko. Sawa, enda hapo penye Musa alienda kwa kukutana na hiyo nini, kukutana na hiyo moto. Usome hapo mwenyewe. Mimi nikusomea tena? Wewe unaona inasema nini? Ndio, unajua, acha nikwambie, Wakristo wanaangamia kwa sababu ya ubadhirifu wa akili. Hawana akili, ndio maana wanaangamia. Wewe ukiwemo mmoja wao, wewe unaona, ukiwemo mmoja wao wako wewe. Kwa mfano, hata ulizo tu leo ama kesho, unatuambia soma Luka nani, soma Mathayo nani. Wewe mwenyewe si una majina mawili wewe, hata tunaweza trace wewe ni wapi na wapi. Wewe mwenyewe unasoma yale maandiko ambayo Yesu amewapelekea watu wa mlango, watu wa Israeli. Wewe mwenyewe si Muisraeli. Yesu mwenyewe anasema nimekuja kwa wanakondoo waliopotea mlango wa Israeli. Mimi si Muisraeli kwa. Wewe mwenyewe si Muisraeli hata kidogo. Ndio maana mmegundua kwa Biblia yenyewe hao mapadri wakubwa, mtu anaweza kaa miaka 6 nini, theology, amesoma theology, lakini akikuja anaanza kuangamiza watu. Wewe ni Mkristo? Tofauti ya Ukristo na Uislamu ni moja, sawa? Mkristo, ama tuanze na Muislamu. Muislamu ako more discipline na Mkristo ako more of freedom. Ndio tofauti ya Mkristo na Muislamu. Wacha kuniuzia kama mimi ni Mkristo ama Muislamu. Enda kwa baba yangu angalia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na hawa Wakristo walokuja leo wawili kuzungumza, kwa kweli wamezungumza vizuri sana, na sisi tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu wazidi kujua ukweli, waijue dini ya haki na dini ya kweli ni ipi. Mwenyezi Mungu waongoze katika haki. Na ndugu yangu huyu Aroba amezungumza maneno mazuri kabisa. Kwa kusoma kwake amegundua hivyo alivyogundua,
kuna maneno mengi kazungumza, ni kweli. Yesu hajatumwa kwa watu wote, bali ametumwa kwa wana wa Israeli. Ndivyo tunavyowafundisha wenzetu hapa akija. Ye mwenyewe Yesu anakiri, anasema sikutumwa ila kwa wana kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Ni kweli ndugu yangu, na mengi umezungumza kweli. Sasa uwe mwalimu katika kuwafundisha Wakristo wenzako. Na katika hii live, kwa kweli mimi toka napanda katika live sijawahi kusikia Wakristo wanazungumza ukweli, au sijawahi kuwasikia Wakristo wa kweli kama hawa wawili ambao wamekuja leo wakazungumza dhidi ya Ukristo uko vipi. Kwa hiyo tunakushukuruni jamani, na Wakristo wenzenu hapo juu wanakusikieni mlioyazungumza, na kama watakuwa na vijadala na nyinyi, watakuiteni katika live yoyote ile, wafanye na nyinyi mijadala, sisi tuwe tunasikiliza na kuleta maoni yetu, kwa sababu maneno mlioyazungumza ni mazito 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 mno. Asanteni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi hii siku ya leo ni siku ambayo kama Waislamu wanafaa waombe maghfira sana kwa Mwenyezi Mungu na kuombea ndugu zetu hawa kwa Allah apate kuwasamehe madhambi yao, na kwa ujumla tumwombe Allah Waislamu, Allah aweze kutunusuru kwa sote inshallah, kwa sababu siku ya leo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameenda kukufuriwa. Sasa hivi wallahi wengi wako kwenye mabaa, sasa hivi wengi wako kwenye mabaa. Mfano mimi mwenyewe, ndugu zangu sahi kwa baba, nimeangalia Instagram hapa, amejiposti huko kwenye masherehe huko kwenye mabao, mambo na mabichi patu huko kwa wazungu. Wallahi mitihani sana. Ukristo ni kitu ambacho kinashikamana zaidi na shetani. Wallahi sisi Waislamu tuombe sana dua ndugu zetu, na tumombe Allah tunusuru kwa kila jambo, sababu Allah leo anashirikishwa. Allah leo anamkufurisha, anasema leo ni siku ambayo Mungu wao anazaliwa. Subhanallah, wanasema ni siku ambayo Mungu wao anatolewa bila boksa. Wallahi ni jambo la kusikitisha sana. Ikiwa sisi Waislamu hatutaswali na kuombea hawa ndugu zetu, basi itakuwa tumefanya ubinafsi. Lakini nitukae tuswali tuombee na wao, ili Mwenyezi Mungu apate hidayah, apate kuongoza, wapate kutumia akili zao, kwa sababu wengi wao wako brainwashed, washachotwa akili zao tayari na wachungaji. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao kila wakienda makanisani, jambo la kwanza, kama Biblia yenyewe husomewa, hawasomi wenyewe. Vifungu husomewa, pale hukontroliwa kama vile kondoo anavyokontroliwa. Je, mtu kukontroliwa unaweza kuja kumwambia kitu akakuelewa? Yule ambaye amekubali kufungua moyo wake na akakubali kwamba mimi nataka kusoma imani nyingine, niangalie imani nyingine iko vipi. Yule ambaye Mungu amempa akili akakaa chini, je, ni kweli Mungu anaweza kuwa na mwana? Je, ni kweli Mungu anaweza kuwa watatu?
Je, ni kweli Mungu anaweza kuwa binadamu? Huyu atakuwa ni mwanadamu ambaye Mungu amempatia akili na ile akili anaifanyia kazi. Lakini mwanadamu ambaye Mungu amempatia akili, lakini akili hizo ndani yake ziko na maradhi, yaani kiufupi ni mgonjwa wa akili, ni yule atakayekuja chini, atakaa chini bila kufikiria na kusema Mungu ana mwana, Mungu watatu, si Mungu wawili, si Yesu Mungu, si Mungu mwanamume, si Mungu Mungu mwanadamu. Utagundua kabisa huyu mwanadamu kweli Mungu amempatia akili zake 100, lakini ni mgonjwa wa akili. Ila kitu kimoja katika hili swala kubwa la kumshirikisha